Na ndugu mpenzi mtazamaji wa Terasi Mzundu TV and NDC, leo hii tena tuko ndani ya viunga vya shule ya msingi Chanika. Na hapa tumekuja kwa ajili ya maadhimisho ya Mei Mosi. Na maadhimisho haya yamefanyika kimkoa ndani ya viwanja hivi katika wilaya ya Handeni. Naomba sasa nikukaribishe kama jukumu nililopewa kuongea na wafanyakazi hawa na wananchi wote waliokuwa kwenye eneo hili. Karibu sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Wafanyakazi oye! Solidarity! Mshikamano! Mheshimiwa mwenyekiti wetu wa shirikisho la wafanyakazi mkoa, lakini mwenyekiti wetu ambaye ndio mwenyeji wetu uliotoa mwaliko wetu sote kuja hapa, mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi Ustadhi Rajab Abdurahmani na mjumbe wa kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi, katibu tawala wetu Bibi Pili Mnyema, lakini pia nitambue mratibu wa shughuli hizi, mwenyekiti wa sherehe ambaye ni mwenyekiti wa TAGU, lakini vile vile Mheshimiwa Zefania Sumaye, mkuu wa wilaya ya Lushoto, pamoja na mkuu wa wilaya ya Korogwe Mheshimiwa William Mwakilema na wengine wanaudhuru, lakini tuko nao katika shughuli hizi. Mheshimiwa wajumbe wa kamati ya usalama ya mkoa na wilaya wote mlioko hapa, Mheshimiwa mwenyekiti wetu wa halmashauri ukiwakilisha wote wakuu wote wenye vitu wote wa halmashauri na meya wetu wa jiji, na ninashukuru sana kwa hotuba yako nzuri na tukio la heshima uliolifanya hapa. Hongera sana. Mheshimiwa madiwani wote mlioko hapa, wajumbe wa kamati zetu za siasa za mkoa, nimemwona katibu wetu wa CCM wa wilaya yetu ya Handeni, lakini pia nimeona mwenezi na wajumbe wote wa kamati za siasa za wilaya na kama nilivyosema mkoa. Ndugu zangu wakuu wa taasisi, mashirika na kampuni, viongozi wa vyama vya siasa mkoa wetu wa Tanga, pamoja na chama cha CCM, tunao viongozi wa vyama rafiki. Nimemwona mwenyekiti chama cha siasa vyama vya siasa mkoa wetu Mzee Muhina, lakini pia na viongozi wengine wa vyama vya siasa tuko nao hapa. Tunashukuru sana kwa uwepo wenu. Viongozi wetu wa madhehebu yote ya dini, tunashukuru sana kwa dua mlizotuombea. Wawakilishi wa makundi maalum ya kijamii, tambue uwepo wa makundi mbalimbali. Nimeona vitambaa vyekundu vya wanawake na Mama Samia, lakini najua tuna wasuma ujata, tuna makundi yote, mtetezi wa mama, tuna majukwaa ya wanawake ya kiuchumi, vijana, wafanyakazi wote, wageni waalikwa, wananchi wa mkoa wote wa Tanga, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Solidarity mshikamano daima. Awali yote nianze kwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia afya njema, lakini kwa kutupa uhai na kutuwezesha tukakutanika hapa leo katika jambo hili kubwa ambalo sote kwa pamoja tunajua sisi hapa Tanga tunashirikiana na tunaungana na wote wafanyakazi wote duniani katika kuadhimisha siku hii muhimu sana kwa wafanyakazi. Siku hii ambayo kila mwaka tarehe 1 mwezi wa 5 tunaadhimishwa ili kuheshimu, kutambua na kuthamini vile kuhakikisha na kuona kuwa haki na utu katika maeneo ya kazi yanazingatiwa. Na mimi nimpongeze kipekee mama yetu, rais wetu kipenzi Mama Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa ambayo ameendelea kuifanya na anaifanya, lakini kwa jinsi ambavyo kama mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi katika ilani mpya ambayo inaanza sasa rasmi kwa ajili ya kuelekea katika uchaguzi ujao 2025 na 30, kwa kuja na kauli mbiu ya kazi na utu tunasonga mbele. Kazi na utu tunasonga mbele. Na hiyo ndio mustaza au tuseme ndio dhana nzima ya hili tunalolisimamia hapa, kuhakikisha kwamba kazi yoyote inayofanywa inafanywa
kwa kuzingatia hali ya ubinadamu. Na ndio maana tunasema kwamba kazi ambayo inafanywa kwa ubinadamu au inafanya kumnyanyua binadamu, basi kazi hiyo ina utu, ni kazi hiyo ni ya umuhimu mkubwa sana. Najua watu wengi, wafanyakazi wengi hapa mko katika mambo ambayo mnafanya kazi ambayo inamnyanyua au inanyanyua ubinadamu wa mtu. Unapofanya kazi katika eneo la maji, ukaifanya kazi vizuri, maji yakapatikana, sio tu umeokoa afya, lakini ule ubinadamu wa mtu umeonekana. Anaamka, anaweza kunywa maji, anaweza kuchukua udhu akaswali, anaweza akapika chakula katika mazingira mazuri. Lakini kwa madaktari hali kadhalika, kazi zenu mnazozifanya pia ni kazi zenye kuhitaji ubinadamu mkubwa, ili utu wa mtu uonekane, lakini umuhimu pia katika utu ule wa mtu. Lakini pia walimu, kazi mnaifanya ni kazi ambayo ina uplift, ina elevate, inamfanya mtu binadamu wake kuonekana na utu ule ukaheshimika. Kwa hiyo mimi nashukuru sana kwa kupata heshima hii, na nitambue kabisa viongozi wangu wa vyama vya siasa heshima hii mlionipa ya kuniamini na kuweza kunialika kama mgeni rasmi katika kilele cha sherehe hizi, na kuwa mgeni rasmi katika sherehe hizi za kimkoa kwa mwaka wetu 2023 chini ya kauli mbiu kama ambavyo mmesema, uchaguzi mkuu 2025 utuletee wa viongozi wanaojali haki, na sisi tunaongezea na utu na maslahi ya wafanyakazi, na sote tushiriki. Mungu awabariki sana viongozi wangu, Mungu awabariki sana wafanyakazi wote. Solidarity! Dr. Samia! Mheshimiwa wafanyakazi, nimeona risala na nimesikia risala ya shirikisho la vyama vya wafanyakazi TUCTA, ambayo ina mchango mkubwa, na nimeona kwamba kuna baadhi ya changamoto ambayo zimewasilishwa na zinahitaji kutolewa ufafanuzi na maelezo. Kipekee mimi napongeza sana ofisi ya mkoa chini ya uongozi wa katibu tawala ambaye ndio kiongozi wa wafanyakazi katika mkoa wetu wa Tanga, Bibi Pili Mnyema. Naomba tumpigie makofi na timu nzima, lakini pia na makatibu wote katika ngazi za wilaya, wakuu wa taasisi wote na viongozi wote ambao kwa hakika mmekuwa mkisimamia kuhakikisha kwamba changamoto hizi zinafika katika ngazi husika. Nyinyi ni mashahidi. Mheshimiwa Rais ameunda timu mbalimbali, amewezesha makliniki mbalimbali. Tulikuwa na kliniki ya wenzetu wa CWT wakiwa na jopo la watumishi wa serikali, timu ya zaidi ya watu 40 walikuja katika wilaya yetu, katika mkoa wetu, na kushiriki na kutoa changamoto za wafanyakazi walimu katika wilaya zetu zote. Na hiyo ni kutokana na uwezeshaji wa serikali. Lakini pia mnakumbuka tumemaliza tu hivi karibuni kliniki ya kero za wananchi, na wananchi ikiwa na nyinyi wafanyakazi, ambapo kliniki hiyo ya msaada wa kisheria ikiongozwa na Mheshimiwa Waziri wetu wa Sheria, wa Katiba na Sheria, iliweza pia kutoa mchango mkubwa na kufafanua mambo mbalimbali. Kwa hivyo mimi ninajua kwamba jitihada hizi zinaenda sambamba na kazi kubwa ambayo ofisi yetu ya Mheshimiwa Rais katika TAMISEMI, lakini vile vile ofisi inashughulika na masuala ya kazi chini ya ofisi ya Waziri Mkuu, lakini pia na ofisi nzima ya management ya utumishi wa umma wameendelea kufanya kazi kubwa na ni nzuri. Na leo hii kwa hakika Mheshimiwa Rais kama mgeni rasmi katika tukio hili la kitaifa, basi sisi sote tuna hamu na shauku ya kufuatilia kwa karibu hotuba yake. Lakini itoshe tu kusema kwamba ninaomba nitolee ufafanuzi maeneo machache ambayo tayari tumepokea maelekezo ya serikali au yanayohusu mamlaka zilizopo ndani ya mkoa kama ifuatavyo. Na hii ni kulingana na risala yenu. Swala la kupandishwa mishahara ya watumishi. Ndugu wafanyakazi, katika eneo hili kulikuwa kuna swala la nyongeza ya mishahara
Lakini pia kulikuwa kuna changamoto ya mishahara midogo ya watumishi, hasa katika mahoteli, shule binafsi, hospitali binafsi, viwanda na mashamba, hasa mashamba ya mkonge. Kama tumefuatilia vizuri hotuba ya bajeti ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Management na Utumishi wa Umma na Utawala Bora, alieleza kuwa nyongeza ya mishahara kwa mwaka ujao wa fedha zitatolewa. Mama Samia wewe! Hivyo basi, ninaomba wafanyakazi tuwe na subira, kwani tayari serikali inalifanyia kazi swala hili. Aidha, waajiri wote ambao hawalipi mishahara ambayo imewekwa na serikali, kwa hakika sisi tutaendelea kumwelekeza afisa kazi mkoa aendelee kutembelea waajiri wote ili apate taarifa kwa kushirikiana na viongozi wa vyama vya wafanyakazi kuhusu ajira na wale wote walioajiriwa, na kuona kama wale wanaoajiri hawakiuki maelekezo hayo ili hatua stahiki ziweze kuchukuliwa. Na mimi nielekeze tu kwamba kwa wale wa mashamba ya mkonge, kama huyu meneja wetu, mkuu wetu wa bodi ya mkonge, ndugu yangu Kambona, na timu ambayo rasmi tutaiunda pale mkoani, kumekuwa na malalamiko mengi ya wenzetu walioko katika mashamba ya mkonge. Katika hatua ya muda mfupi, kazi tutakayoanza ni kuhakikisha kwamba wale wote walio katika mashamba ya mkonge wanafuata maelekezo ya serikali, na wale watakaoshindwa, basi na sisi tutashauri uongozi wa juu kabisa hatua zichukuliwe, ikiwemo wale wanaoshindwa kusimamia mashamba haya kuweza kumilikishwa kwa watu wengine. Ndugu zangu, malipo ya madai mbalimbali ya wafanyakazi, kama ambavyo ameeleza katika risala yenu, serikali imeanzisha mifuko mbalimbali ya kudai na kuingiza madeni ya watumishi kwa lengo la kuhakikisha kuwa madeni hayajirudi au malipo kufanyiwa mara mbili. Kuanzia kipindi cha Julai 2023 hadi mwezi wa 4 2024, serikali iliendelea kulipa madai mbalimbali ya watumishi, na katika mkoa wetu tuliweza kupata ikiwemo posho ya masaa ya ziada karibu shilingi milioni 316,350. Lakini pia malipo kwa ajili ya kusafirisha mizigo ambayo ilikuwa ni shilingi takriban bilioni 1 na milioni 191 na laki 4. Vile vile mkoa uliweza kupata malipo ya likizo kwa ajili. Naomba nitumie adhara hii kuwakumbusha na kuwaasi waajiri wote kuzingatia sheria, kanuni na taratibu za utumishi wakati wote. Swala la kuwasilisha michango ya wafanyakazi ya mifuko ya hifadhi ya jamii pamoja na mifuko ya bima ya afya ni la kisheria. Hivyo niwaagize NSSF, PSSF na NHIF kuwasilisha majina na orodha ya waajiri wanaosuasua kuwasilisha michango hiyo kwa wakati na kikamilifu ili hatua stahiki ziweze kuchukuliwa. Nitalifuatilia hili mwenyewe kwa karibu sana, na ninachohitaji kutoka kwenu ni taarifa kamili. Na hili sina shaka na watumishi ambao malipo yao yanafanywa na Wizara ya Fedha kuwa na makato yao yanayokatwa moja kwa moja na hazina, na hakika hawana shida sana kwa sababu makato yanakatwa moja kwa moja. Lakini shida ni kwa wale wa mikataba, na hasa yale makampuni ambayo yanapewa kandarasi ya kuajiri wafanyakazi, wakiwemo wafanyakazi na vibarua bandarini. Naombeni sana, bandari yetu ya Tanga inafanya kazi vizuri. Hatutaki tuje tuanze kupata kashfa ya wafanyakazi kutoku kulipwa ama kufikishiwa taarifa zao na fedha zao na makato yao NSSF. Kwa hivyo kuanzia sasa hivi, kama najua katibu tawala analifuatilia hili na tayari alishaanzia kazi, ili tuweze kuhakikisha kwamba wale wote ambao makato yao yalikuwa hayajakatwa yanafikishwa, na wote wanaingia katika mifuko hii bila kupata changamoto baadaye muda wa mkataba unapokwisha wanakuta kwamba hakuna taarifa, makato hayajaenda kama yanavyostahili. Kwa hiyo naomba sana waajiri wote ndugu zangu, tuhakikishe kwamba tunalipa hizi na kufuatilia, ili kila mtumishi hakikisha kwamba makato yake katika mchango ya mifuko inakwenda inavyotakiwa. Ndugu wafanyakazi,
Napenda sana niwapongeze wafanyakazi wote hodari. Najua wote ni hodari, lakini kuna mahodari zaidi ambao mmeteuliwa na waajiri baada ya kupitia vikao mbalimbali. Ni matumaini yangu kuwa zawadi mtakazopata zitakuwa ni chachu kwenu katika kuongeza bidii ya kufanya kazi na weledi, kwa weledi zaidi, ubunifu zaidi, ili waendelee kuwa mfano bora kwa watumishi wengine. Nawashukuru sana waajiri waaminifu ambao wameteua watumishi hodari na wakaandalia zawadi nzuri ambazo zitakuwa ni chachu ya kuongeza kasi na utendaji na tija katika kazi zenu. Naomba sana iwe ni motisha hali ya ufanyaji katika hali ya ufanyaji kazi, lakini vile vile iwe ni alama inayoandikwa katika maisha yenu ya utumishi. Niwapongeze pia wale ambao mmekimbia na kufanya michezo mbalimbali. Nimeletewa orodha hapa ya wale walioshinda katika mashindano mbalimbali ikiwemo kuvuta kamba, kukimbiza yule jogoo ambaye alikuwa ameshachoka, hakuweza kukimbia. Lakini pia anakunywa soda. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mshikamano. Dr. Samia oye! Dr. Samia oye! Basi tushiriki katika uchaguzi na tuna imani uchaguzi huu na utaleta, na mwenyekiti sisi amethibitisha hapa katika majina yatakayopendekezwa yatakuwa ni majina bora ambayo yatakayoleta viongozi ambao watajali haki, utu na kuweza kusaidia maendeleo ya nchi yetu. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mshikamano. Nawashukuru sana, asante sana. Viongozi pia wajibu wenu ni kulinda heshima. Nikiripoti kutoka viwanja hivi vya shule ya msingi Chanika iliyoko halmashauri ya wilaya Handeni, mimi Nchisko wa TRC Mzundu TV, Handeni DC.